Katika safari ya maisha, viko vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya ili kuweza kufikia malengo yako. Leo tutaangalia nguvu ya kusamehe wengine inavyoleta mchango ili kuweza kufikia malengo yako. Namba moja, unapokuwa na nguvu au tabia ya kusamehe wengine, moja kwa moja inakuondolea mzigo mzito na mkubwa wa chuki, hasa unaoubebesha bongo au fikra isiweze kufanya kazi vizuri. Wakati fulani hatujaweza kutambua hili, lakini lina mchango mkubwa namna fulani watu ambao uko nao karibu unavyoweza kushirikiana nao. Kama kuna chuki baina ya pande mbili, hauwezi kuyafikia malengo yako, kwa sababu hata mahusiano ya kawaida hayawezi kuwepo ili kuweza kufikia malengo yako. Na katika malengo ili yaweze kufikiwa, hauendi njia ya kwako peke yako, kuna ushirikiano wa watu wengine, aidha uliowazidi au waliokuzidi, ili kuelekea mafanikio ambayo umekuwa nayo. Sasa leo tuangalie mazingira 4 au sehemu 4 ambazo unapokuwa na nguvu ya kusamehe wengine au tabia ya kusamehe wengine, athari zake zikoje. Jambo la kwanza ni katika afya ya mwili. Unapokuwa na tabia ya kusamehe wengine, afya yako ya mwili inakuwa vizuri, na ili uweze kufikia malengo yako, afya ya mwili au eneo la afya ni la msingi zaidi kuweza kulizingatia. Jambo la pili au sehemu ya pili ni nguvu ya fikra, kwa maana ya kwamba mental power yako inaboreshwa zaidi, ubongo wako unaboreshwa zaidi, na mazingira yanaletwa vizuri kwa sababu umesamehe wengine. Unakuwa hauleti mzigo mkubwa katika ubongo ili uweze kufikiria, na ubongo unakuwa huru kuweza kufikiria mafanikio. Kwa unakuta kuna uhusiano mzuri kati ya malengo uliyoweka na mafanikio, kwa sababu barabara au njia ya kuweza kuyafikia malengo imekuwa ni rahisi. Lakini katika eneo la tatu tunaangalia katika mazingira ya hisia. Unapokuwa na tabia ya kusamehe wengine, hata kama wamekukosea, moja kwa moja unatengeneza hisia yako kuwa chanya, kwa sababu ile jambo umekubali na umeamua kuliachilia. Kwa hiyo unapokuwa na namna ya kutokusamehe wengine, na maana unakuwa unajibebesha mzigo mkubwa wa kihisia wakati unataka kufanyikisha au kueleza mambo mengine ya maendeleo yako, kuweza kuweka mipango yako vizuri. Hauwezi kufikia hiyo, kwa sababu moja kwa moja umejipa mzigo mkubwa, hata hisia zako haziwezi kuwa vizuri. Hisia ni kama zile alama ambazo tunaziona kwenye dashboard ya gari. Ikikuonyesha kwamba kuna alama nyekundu, inakuonyesha kuna sehemu fulani kuna tatizo. Kwa hiyo ili hisia zako ziweze kuboreka vizuri, ili ziweze kuonyesha alama vizuri ya furaha au ya huzuni, ni muhimu kuwa na nguvu ya kusamehe wengine au tabia ya kusamehe wengine. Lakini jambo la 4 au eneo la 4 katika nguvu ya kusamehe linaloathirika ni mahusiano yako na wengine. Ukiangalia katika mafanikio na malengo, haufanyi kwa peke yako, unafanya kwa kushirikiana na watu. Hivyo mwisho wa siku, ili uweze kuwa bora zaidi katika eneo la wewe kufikia malengo yako, kufikia ndoto zako, ni lazima uweze kuwa na mahusiano mazuri na wengine. Kwa hiyo nguvu ya kusamehe wengine itakufanya kuwa huru kufungua milango pale ambako pangeweza kuzuiwa kama ungekuwa na tabia ya kutokuwasamehe wengine. Kwa hiyo ni lazima eneo hili uweze kulizingatia vizuri. Wakati fulani haujalizingatia kwa umakini, lakini sasa kuanzia sasa, kwa sababu umeshapata ujumbe huu, hebu fikiria namna ni watu wangapi ambao umekosana nao, hauwezi kushirikiana nao tena kwa sababu aidha alikutendea kitu kibaya au kulitokea mgogoro wowote na haujaweza kuendelea naye kufanya naye biashara, lakini mtu muhimu kwako, kwa umezuia fursa zingine ambazo zipo. Tafuta namna ya kuweza kusamehe watu wengine. Kwa ziko njia kadhaa ambazo unaweza zikakusaidia kuweza kufikia kuwa na tabia ya kusamehe wengine. Sio rahisi kwamba ni tabia ambayo haukuwa nayo kuibadilisha, haiwezi kubadilisha kwa mara moja, lakini ziko hatua chache ambazo zinaweza zikakusaidia. Jambo la kwanza ni kukubali kwamba jambo limeshatendeka. Wengi hawafanikiwi katika kusamehe wengine kwa sababu hakubaliani na ile jambo, kwamba hili jambo limetokea. Ndio haya, hata kama hautakubaliana nayo, tayari lishatokea na limekuathiri. Si kwamba halijakuathiri, limekuathiri, lakini namna ya kukubaliana nalo kwamba limeshatokea inakupa nguvu ya kuanza kufikiria ni jinsi gani ya kutoka hapa kwenda hatua nyingine. Lakini jambo la pili ambalo unapaswa kulifanya, ikiwa ni hatua za kufikia tabia ya kuweza kusamehe, ni kuamua, intentional, ni kufanya maamuzi binafsi. Unapofanya maamuzi binafsi, inakupa nguvu ya kwamba umeliamua wewe mwenyewe kwamba ni kweli limetendeka. Hivyo unachukua maamuzi ya kufanya. Na hata mabadiliko mengi katika fikra, unapobadilisha fikra, ni intentional transformation. Yani ni jambo ambalo umeliamua kwamba ninachokiamini nibadilishe ili kuweza kufikia mtizamo ambao utanisaidia mimi kuweza kufikia malengo yangu ambayo nimeyapanga katika maisha. Lakini eneo la tatu ni kuachilia liende, kwamba lilishatokea, nimekubali niweze kulifanyia kazi, liachilie, kubali kuachilia ili uweze kuwa huru zaidi. Kwa hiyo nguvu ya kusamehe inatengeneza barabara
ili uweze kufikia malengo yako, kwa sababu itatengeneza mazingira mazuri ya fikra ya ubongo ili fikra zako na malengo yako yaweze kutekelezeka vizuri. Unapokuwa katika mafanikio kutekeleza mafanikio yako moja kwa moja, imani inahusika pakubwa, na imani bila kuwa na fikra chanya haiwezi kufanikiwa. Bado una nafasi na unaweza kubadilisha, kwa sababu mtizamo chanya ndio unaokupa hatua moja kuelekea hatua nyingine kimafanikio.